Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Pia nimeandaa grupu la WhatsApp la pamoja kwa ajili ya motivation. Utaangalia linki kwenye description, then utaweza kujoin. Pia ninatoa mafunzo ya forex kwa gharama ambayo ni nafuu zaidi. Unaweza ukanicheki kwa namba zangu hizo, then nikaona kusaidiaje. Sasa leo nimeandaa video ambayo inahusu jinsi ya kuweza kutengeneza forex strategy. Jinsi ya kuweza kutengeneza strategy. Strategy ni mbinu ya kuweza kutrade forex na kuweza kumaximize profit na kuweza kupunguza loss. Inamaanisha strategy ni system. Sasa hatua ya kwanza kuweza kutengeneza system ya kuwezesha wewe kuweza kutrade leo na kesho na kupata profit. Hatua ya kwanza, choose one market. Hatua ya kwanza unatakiwa uchague soko mojawapo, uchague financial instrument mojawapo. Unaweza ukachagua stock, forex, crypto au maybe bank nifty au nifty. Yani chagua financial instrument mojawapo au commodity. Kama utakuwa una trade gold, make sure wewe una trade gold tu. Kama utakuwa una trade forex, una trade forex tu. Chagua financial market yoyote ile ili uweze kumaximize profit. Hatua ya pili, find one opportunity. Hii one opportunity inamaanisha chagua strategy mojawapo. Kama wewe utakuwa una trade breakout, kama utakuwa una trade pullback trend au support, au utakuwa una trade reversal. Kwa hiyo hapa amezungumzia chagua strategy moja. Yani chagua mbinu mojawapo kukuwezesha kuweza kutrade. Umeona? Kumbuka hapa tunatengeneza system ambayo itatuwezesha kutrade leo, kesho na kesho kutwa, na ndivyo tutakavyokuwa tunaifuata hii system yetu. Kwa hiyo hatua ya pili, chagua opportunity mojawapo. Kama utakuwa unatumia mbinu labda ya support and resistance au demand and supply au market structure au price action, kwa chagua, na always unapendekeza chagua njia tatu. Hatua ya tatu, define market condition. Yani lazima uweze kujua hali ya soko iko vipi. Hali ya soko inaweza ikawa ni trend market, inaweza ikawa ni range market, inaweza ikawa ni high volatility. Kwa hiyo hatua ya tatu, lazima uweze kukaa na kufanya mchanganuo. Je, wewe utakuwa una trade kwenye trending market au kwenye range market au kwenye high volatility market? Kwa hiyo ni lazima uweze kukaa na kuweza kutafakari ni hiyo mbinu ambayo umeichagua, kama ni support and resistance au demand and supply au price action au SMC. Je, hiyo SMC yako utakopo una trade kwenye trend market au kwenye range market au kwenye high volatility market? Kwa hiyo lazima ujue utatrade kwenye hali ipi ya soko, kama kwenye trend market, kwenye range market au kwenye high volatility, lazima ujue. Alafu hatua ya 4, define entry condition. Yani hapa lazima uweze kujua utaingia sokoni endapo kama labda kuna hali fulani imetokea. Utaingia sokoni baada ya kupata entry, utaingia sokoni labda baada ya bullish candlestick kuweza kuclose au bearish candlestick kuweza kuclose, au trend is up, trend ikiwa ipo maybe juu, au day ikiwa inakaribia support au resistance, ndipo utakapoweza kuplace order yako ya kusell au kubuy. Kwa hiyo lazima utafute sababu ya wewe kuweza kuingia sokoni kwa ule muda ambao unaona ni sahihi kuweza kuingia sokoni. Lazima uwe na kigezo kikubwa, kama labda mpaka candlestick close utaingia. Kwa hiyo na kesho tena ukishapata entry mpaka uone candlestick close ndio unaingia. Kwa hiyo lazima uweze kuweka msimamo wa kitu fulani kikitokea ndipo utaweza kuingia. Yani hapa haitakiwi ukipata tu entry unaingia. Yani ukipata tu entry unaingia pasipokuwa na sababu maalum. Kwa hiyo hakikisha kuna sababu maalum ya wewe kuwezesha kuweza kuplace your trade. Zingatia hilo. Alafu hatua ya 5, define stop loss.
kabla ya kuingia sokoni lazima uweze kujua stop loss itakuwa hapa na hii stop loss ipo hapa kwa sababu hii na hii. Hapa sema define before entry. Lazima ujue stop loss kabla hujaingia. Where the trade become invalid, where you will exit from, yani ni wapi utatoka kama hiyo trade ikiwa haifai, na wapi yani usiwe unakisia. Yani hapa stop loss yako isiwe kwenye makisio, usiwe unakisia. Hapa unaweka stop loss. Lazima stop loss yako iwe ibase kwenye structure. Lazima stop loss yako izingatie structure nzima ya market. Usiwe tu unakisia. Hapa utakuwa na stop loss, hapa panakuwa kwa lazima. Hatua 6, define target. Hii target ni take profit. Lazima uweke take profit ambayo itaendana na structure ya market yako kwa muda huo. Nasema set a clear exit plan. Nasema set a clear exit plan, yani ni weka lengo la wewe kuweza kutoka sokoni. Unatoka sokoni kwa sababu gani? Na hapa inahusisha pia matumizi ya risk to reward ratio. Na maana kama umeriski $1, maana stop loss ilikuwa ni ya $1, hakikisha unakaa sokoni mpaka uweze kupata $2 au $3 au $4. Hiyo inakuwa ni risk to reward ratio, sio unatoka tu sokoni. Hiyo kitu haifai. Namba 7, add filters. Filter improve your strategy. Sasa hii filter inamaanisha nini? Filter ina maana wewe utakuwa maybe una trade kwenye trend pekee. Una avoid low volatility, una avoid low trading volume, ubora. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na vigezo vyako wewe, vigezo muhimu kulingana na market. Hatua ya 8, test the strategy. Baada ya kuweza kutengeneza huo mfumo wako, hakikisha unaufanyia mazoezi. Unaufanyia mazoezi kwa trade ambazo zisizopungua 20 hadi 50. Then angalia. Baada hapo unatakiwa uweze kuangalia, je, hii strategy inafanya kazi katika hii aina hii ya market au la. Unajua strategy inaweza isifanye kazi kwenye hali fulani ya soko. Ina maana kama wewe uliweza kupata matokeo katika trend market kuna uptrend pamoja na downtrend. Utakavyoenda kutrade katika range market hautaweza kupata matokeo yale. Kwa hiyo ni lazima uangalie hii strategy yako au hii system yako inafanya kazi kwenye hali fulani ya soko. Maneno ya mwisho naweza kukuambia kuwa trading strategy haihitaji random entry. Trading strategy haiwezi kukupa entry nyingi. Trading strategy ni one clear setup, ni setup ambayo inakuwa ni moja. Lazima uweze kufuata sheria, lazima uweze kuzingatia hali ya soko, na mwisho wa yote hiyo forex trading strategy lazima iwe ina uwezo kujirudia. Lazima hiyo ina uwezo kutoa matokeo yale kwa siku ambayo